Pengine labda shabiki yoyote wa klabu ya Simba akiingia mtandaoni, kitu cha kwanza yeye anaangalia kafu wanasema nini kuhusiana na kile ambacho kinaenda kutokea tarehe 25, kwa maana kujua ni wapi ambapo itapigwa finali ya pili ya kombe la CAF Confederation Cup baada ya finali ya kwanza kumalizika huko RS Berkane huko Morocco dhidi ya RS Berkane na kuweza kupoteza kwa magoli 2-0. Ingawaje mashabiki wanaamini kwamba bado Simba ina nafasi ya kuweza kufanya vizuri katika dimba la Benjamin Mkapa, wakiamini kwamba Al Masry aliweza kupata magoli 2 na wakaweza kurudisha wakasonga hatua inayofuata. Lakini pia miaka kadhaa iliyopita Kaizer Chiefs aliweza kupata magoli 4, alivuja katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba alipata magoli 3, ingawaje alishindwa kuendelea na safari kwa sababu haikutosha kwenye aggregate ya magoli. Sasa leo hii mapema taarifa za kuaminika zimetufikia kutoka kwa maafisa wa CAF ambao leo hii walikuja kujiridhisha katika dimba la Benjamin Mkapa kama uwanja huo upo vizuri kwa michuano ya CAF mwaka 2025 mwezi Agosti. Kama unavyoona pichani hapo, hao ni maafisa kutoka CAF ambao walitumwa kuja kukagua uwanja huo kuona kama utaweza kupigwa mchezo wa michuano ya CHAN, kwa sababu imesalia miezi 2 tu na siku kadhaa hapo kuweza kutimua vumbi. Na walianza Kenya, walipotoka Kenya wakaja hapo Tanzania. Sasa baada ya kukagua pia TFF pamoja na Simba wakaomba review ya kukagua pia uwanja huo kama utafaa kuchezewa finali ya CAF Confederation Cup. Baada ya ukaguzi huo wa michuano ya CHAN na CAF wamekubali review hiyo na wanasema watalifanyia kazi haraka. Kwa hiyo Simba wao walikuwepo pale. Baada ya wao kumaliza wakaandika dokumenti zao, Simba wakawaomba wafanye pia review kuona kama je unakidhi, kwa maana kama wakienda kuchakata vizuri wakaona unafaa kuchezewa kwa CHAN, basi pia waruhusu kuchezewa kwa finali. Wao wakakubali, wakaukagua uwanja, wakaandika kile ambacho wanakitaka katika michuano ya CHAN, lakini pia wakawa na dokumenti zingine za kuandika kile ambacho kama itafaa kuchezwa kwa finali. Na ukishaandika ripoti hii huwa unasubiri ndani ya siku 1 ama siku 2 kuweza kupata majibu. Kwa hiyo mpaka ifikapo siku ya tarehe 19 tayari majibu yanakuwa yameshapatikana ni wapi ambapo pataenda kuchezwa mchezo huu. Ingawaje nimewasikia viongozi wa Simba wanasema kwamba kama hawatokubali Simba ndio kucheza katika dimba la Benjamin Mkapa, basi wasiwapangie wapi ambapo wao wanatakiwa kwenda kucheza, kwa sababu wao wana haki. Wanaweza kachagua kwenda Rwanda, wanaweza kaenda Algeria. Lakini nimemsikia mwenyekiti wa klabu ya Simba upande wa wanachama mzee Murtaza Mangungu amesema kwamba ikishindikana basi ataongea na Donald Trump ili mchezo huu kapigwe Marekani. Sasa sijui kama wamedhamiria ama la, lakini maafisa wa CAF wao wamejiridhisha kuwa eneo la uchezaji, kwa maana pitch, maeneo ya viti hadi katika vyoo kuna maboresho mazuri sana yamefanyika tofauti na hapo awali. Lakini pia eneo la kuchezea mvua kama ikinyesha kidogo kunaweza kukawa na changamoto ambayo pia inaweza ikarekebishwa changamoto hiyo kabla ya kufika tarehe 25. Lakini pasipo kunyesha kwa mvua, basi eneo ni zuri na lina haki ya kuweza kuchezewa finali ya kombe la CAF Confederation Cup. Kwa hiyo mwana Simba, kama ulikuwa unajiuliza maswali nini ambacho kinaendelea leo, bwana watu wa CAF wamefika hapo na wamekagua. Kilichobaki ni kusubiri tu majibu kutoka kwa wao wanasema nini. Lakini wao waliokuwepo pale walipiga makofi na kusema kweli kazi imefanyika tofauti na mwanzo ambavyo tulikuwa tumekuja. Kwa hiyo dondosha comment yako hapo chini, wewe mtazamaji wa Off Pitch TV. Ikitokea ikashindikana hapo, unaamini kwamba tayari kombe limekosekana, lakini ikiwezekana kwa kucheza hapo unaamini kwamba tayari inatosha Simba kuchukua ubingwa kwa
kwa kuwa nyuma kwa idadi ya magoli 2-0. Mimi nitasoma comment yako hapo chini, lakini wakati una comment hapo usisahau tu kumbuka kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe tukuletea taarifa nyingine utakuwa kwanza kuiona taarifa hiyo. Na asante kwa nyamba wote alimesha subscribe, lakini mmekuwa mabarozi wazuri sana kuwaambia wengine kupitia kwenye comment kwamba walio subscribe hapa wanapata taarifa mbalimbali za kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Bye bye.